Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Jina langu Mwajuma Ibrahim Lingwanda, katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani NACTVET. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha jamii yote hapa nchini kwetu kuja hapa kwenye viwanja vya shule ya sekondari ya Usagara mjini Tanga, ambapo NACTVET tunashiriki kwenye wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu. Na ushiriki wetu ni kwamba NACTVET tumeandaa mashindano ya ujuzi mwaka 2026, na mashindano haya yalianza katika ngazi ya kanda ambapo tulikuwa na washiriki katika maeneo ya ujuzi 9, na baada ya hapo sasa tumefikia kwenye mashindano ya kitaifa ambayo yanafanyika kwenye viwanja hivi. Mashindano hayo kama nilivyosema ni katika maeneo 9 ya ujuzi na tuna washiriki 46 kutoka taasisi mbalimbali. Mpaka sasa maandalizi yanaendelea vizuri. Washiriki wako tayari, lakini pia waamuzi au majaji wako tayari, wakiwepo pia experts wetu ambao wanatusaidia kwenye kuwaweka sawa washiriki wetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha sana, mje mjionee wenyewe namna mashindano yanavyoendelea. Baada ya mashindano haya, wale watakaofanikiwa kufaulu na kuwa wa kwanza, washindi wa kwanza katika kila eneo la ujuzi, watapata nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya kimataifa ambayo yanakuja baadaye mwaka huu. Kwa hiyo karibuni sana nyote, msipitwe na fursa hii ya kujionea vijana wetu wakifanya kazi kwa vitendo katika mashindano haya. Hakika tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa wafadhili ambao wametushika mkono kwenye maandalizi ya mashindano haya, na tunaamini tutayamaliza vizuri kupitia sapoti ambayo tumewataka na tumepata kutoka kwao. Tutoe wito pia kwa makampuni mbalimbali wafadhili shughuli kama hizi za mashindano ili ziweze kufanikiwa zaidi. Mimi naitwa Dr. Geoffrey Oleke, ni mkurugenzi wa udhibiti bora Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Karibuni kwenye banda letu la ujuzi, na katika mashindano haya tunashindanisha fani 9. Fani hizo ni pamoja na mapishi, mechatronics, Internet of Things, tunashirikisha mambo ya ujenzi, mambo ya kuchomeleaji wa vyuma, tunashirikisha pia engineering with CAD, tunashirikisha pia beauty and therapy, tunashindanisha pia masuala ya design. Kama mnavyoona kuna design technology pale wanaoshona, na tunashindanisha pia ujenzi. Nadhani nimetangulia kusema hivyo. Mashindano haya yalianza mwezi wa 6 ambapo tulishirikisha vyuo, tulitoa matangazo kwa vyuo vyote kwamba tutashirikisha mashindano katika fani. Awali fani zilikuwa 15, lakini baadaye washiriki wengi walionekana katika hizi fani 9 ambazo nimezitaja, na baada ya pale tulishindanisha washiriki katika ngazi ya vyuo na kisha tukawashindanisha katika ngazi za kanda. Au mnaowaona hapa ni washindi 5 katika kila ngazi katika kila fani, isipokuwa fani ya ushonaji ambayo ina washiriki 6, lakini kila fani ina washiriki 5 ambao kama alivyosema katibu mtendaji watashiriki katika washindi watashiriki katika mashindano ya kikanda na baadaye mashindano ya kidunia. Tunawakaribisha wote wananchi pamoja, hasa wenyeji, waje wajionee mashindano yanavyofanyika hapa, hasa tunapoonyesha namna ambavyo ujuzi unakuzwa katika nchi yetu.
Malengo yetu ni kuona kwamba Tanzania inashiriki katika mashindano haya kikanda na pia kidunia. World Skills au hii taasisi ya World Skills ni mtandao mkubwa wa nchi zote duniani yenye malengo ya kukuza ujuzi duniani, na kama mnavyofahamu, bila ujuzi kwa hakika hamna nchi inaweza kaendelea. Kwa hivyo na sisi kama nchi tunashiriki kwenye mashindano haya katika kuhakikisha kwamba tunakuza ujuzi wa vijana wetu katika Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.